بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, juma lililopita tulimaliza mazungumzo ambayo kwamba yalikuwa yakizungumza aya ya mwisho katika aya zilizozungumzwa na sehemu hii ya suratu Yasin, ambao ilikuwa ni aya ya bahari na zombo zinaotembea katika bahari. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa uko katika kuzungumzia masala ya zombo za kusafirisha, akaingia kuzieleza na zingine zisokuwa za bahari, akatwambia wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kisha akaja akatuelezea ile message muhimu ambayo tutataka tuifikirie hapa, kwamba wewe unapopanda chombo kusafiri, kiwe ni cha bahari, kiwe ni cha nchi kavu, kiwe ni cha mbinguni, kuna kanuni fulani za hukumu hizi zombo mpaka kiweze kuowea katika bahari au kutambaa katika ardhi au kuruka katika yanga. Kanuni zile zimewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe binadamu uliojaliwa khalifa katika ardhi ukapoa uwezo wa kuzitumia kanuni kama zile, lakini huenda ukamsahau Mungu alioziweka kanuni kama zile. Ndio Mwenyezi Mungu akakutanabahisha kwambia wa innasha nughriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Tukitaka tutawagharikisha, ni kuinyamazisha au kuunyamazisha upepo usivume, au ni kuweta kimbunga bahari ikaruka mawimbi, au huko yu ni kutokea ndege ikapata matatizo ikawa ni wenye kuwagharikisha. Na katika kule kugharikishwa huya kukavuliwa, huya ukapata kiso kwamba ndege imeanguka, watu wote wamekufa isipokuwa mtu mmoja tu amevuka. Si kwa maana alikuwa ni hodari mno yeye. Mwenyezi Mungu atuambia illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Rehma ya Mungu huwa ikamuokoa, na si kwa sababu yeye mwema mno au yeye ameandikiwa kuketi milele, la, huwa bado ule muda wake haujamalizika, ikawa atakikana amalize ule muda wake. Hii ilikuwa ni aya ya Mwenyezi Mungu, tukiongezea na aya za nyuma. Baada ya hizi aya kuzungumzwa, ambazo kwa jumla tuweza kuzinena ni aya 3 ama 4, na kila aya itukuzie aya nyingi ndani. Mwenyezi Mungu alianda wa ayatul lahumul ardhul maitatu ahyaina, zungumza masala ya ardhi na uhai katika mimea na vipi inavyotoka mimea. Kisha akatoka kwenye ardhi akaenda kwenye mbingu, akazungumza masala ya mwezi na jua na nidhamu zilizoko na namna kunavyopatikana mchana na usiku. Kisha akaya kwenye bahari na zombo zinaotembea. Nini kinachotakikana baada ya kutaya aya kama hizi? Ni takwa, ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wale tunaozungumza nao, au kwa lugha ya sawa wale ambao kwamba wazungumzwa na suratu Yasin ilivyoanza, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim, wale walikuwa wakimpinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mushrikina Makureishi
na waloishi naye na wasoishi naye, huwa aya hizi hawazioni, au waziona wazipa nyongo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 45 ambayo yote tunataka kuingia nayo, atuambia wa idha qila lahum, wakati wao wakiambiwa, ittaqu ma baina aidikum, kucheni au ogopeni zilioko mbele yenu, wa ma khalfakum, na zilioko nyuma yenu, la'allakum turhamun, huenda nyinyi mkifanya hivyo mkarehemewa, mkapata rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii aya yatuonesha raddatul fi'l kwa lugha ya Kiarabu, ambao ni reaction ya wale wapinzani wa mtumi wakati wakioneshwa aya kama hizi, wakawaambiwa hizi haziwapeki kwa Mungu. Ikiwa hizi zadulisha Mungu, kwa nini nyinyi hamumchi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni nini kitendo chao kinachotokea? Ni wao hawajali. Jawabu haikutayo kwenye hii aya kama tutakavyokuya, wa idha qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun, wakiambiwa wao kucheni zilioko mbele yenu, zilioko nyuma yenu mutarehemewa, hufanya nini? Jawabu haikutaywa, na tutaipata katika kuifasiri aya kama hii. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa aingia kufunga hii mada ya ayat kwa kutukua natija zitakazo kufuatia. Wa idha qila lahum, wakiambiwa wao. Hapa kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu, hili neno qila limetokana na neno qala. Qala amenena, qila kumenenwa, qala lahu amemwambia, qila lahu ameambiwa. Mara nyingi ikia kwa msuko wa qila wa kuambiwa, huwa kuna lengo la kumsita mwenye kunena. Kinena bana kumenenwa leo kuna jambo fulani. Mara nyingi lugha ikisukwa namna hii, huwa ule alionena hataki kutaywa, kuliko ukinena moja kwa moja fulani amenena jambo fulani. Lakini ukiitia kumenenwa kuna jambo kadhaa, huwa amesitwa mwenye kunena. Sasa suala linalotukabili ni nani anayenena hapa? Kwanza tukimpata aliyenena, ni kwa nini hakudhihirishwa amesitwa? Kuna hikma gani ya Qur'ani hapa? Hiyo itakuwa wa idha qila lahum. Kwa nini asinene mathalan wa idha qala Allahu lahum, au ikatiwa wa idha qala ar-rasul mathalan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lahum? Lakini mwenye kunena hapa ima ni Mungu ama nani? Ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakutaywa, imetiwa wakiambiwa mushrikina. Sababu ya kusitwa ni kwamba yawezekana kitafsiri hakuna aliyenena kwa maana ya kunena. Kuna zitu huwa za kwambia kwa lugha ya kuona. Tukipiga mfano, wewe ukiwa watembea barabarani na mato yako yafanya kazi kisawasawa na akili yako iko timamu, ukaliona shimo mbele yako, huwa imezee kutosheka lile shimo likwambie kwamba sasa ukisikilia hapa epuka hii ndia upite namna hii. Mujarradi wa mato yako kuliona lile shimo na akili yako kuwa yafanya kazi na yazingatia, shimo lenyewe latosha kukupa habari kwamba bwana usiye huku utaanguka. Haina haja ya mtu akwambie shimo hilo, aambiwao shimo hilo ima ntongo au akili haifanyi kazi au ameghafilika kwa kiasi atembea, lakini mato yake hayaoni pale anapokwenda, lakini ambao uko kwenye intibahi ya kisawasawa litatosha lile shimo kumwambia. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutufahamisha sisi kwamba ardhi inavomea, jua linavotembea, mwezi unavotembea, mabadiliko ya mtana na ya usiku mnavoyaona mbele ya mato yenu, bahari na hii mifano, aya zote hizi tulizowapa zatosha kuwazozo za wapa habari nyinyi mumche Mungu. Ikiwa mato yenu yaona,
ikiwa akili zenu ziko timamu, ikiwa hamukughafilika na hamukuvishwa pazia za kidunia za kuweza kuwafanya nyinyi musiende kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiketi tu ukaangalia nidhamu ya maisha hizi aya. Kwa hivyo sababu ya Mwenyezi Mungu kumuondosha mwenye kunena, akanena wa idha qila lahum ittaqu rabbakum au ittaqu ma baina aidikum, ni kwamba hakuna alowaambia kucheni. Hizi aya zilozungumzwa nyuma, ikiwa maziona na mumezielewa utenda kazi wake, zatosha kuwatanabahisha nyinyi mwende mkamche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha qila lahum, wao wakiambiwa ittaqu ma baina aidikum wama khalfakum, kucheni, kuweni na takwa. Takwa hii si ya kumcha Mungu hapa. Takwa hii ni ya kucha ma baina aidikum wama khalfakum, kucheni zilioko mbele yenu na zilioko nyuma yenu. Sasa haya maneno yalikuwa kama kitandawili kiasi fulani. Vipi tutakucha yaliyoko mbele yetu na tutakucha yaliyoko nyuma yetu? Na mufasirina huwa wakizengea sababu ya kupika wakipata milango kama hini, kukawa kutakhtalifiana. Sasa kila mwanachuoni ajaribu kutoa tafsiri ambayo kwamba itaumana na kueleweka ni nini maana ya kucha zilioko mbele zetu na zilioko nyuma yetu, au kwa ibara nyingine ni nini hiko kilioko mbele ambao tutatakikana tukiche na ni nini ambao kiko nyuma yetu tutatakikana tukiche. Rai ni nyingi sana. Fakhrur Razi, Alusi katika tafsiri zao wamezihisabu rai tele, lakini mimi nimezitagua rai 6 peke yake. Ziko zaidi ya 6 katika tu kufasiri nini ma baina aidikum, ndio itatufahamisha sisi nini maana ya takwa wama khalfakum. Rai ya kwanza yanena kwamba ma baina aidikum, zilioko mbele yenu, inakusudiwa ni al-uqubatu dunyawiyya, ni mateso ya kilimwengu, adhabu inaokuja hapa hapa ulimwenguni. Wama khalfakum ni al-uqubatul ukhrawiyya, ni mateso ya akhira. Kwa sababu dhambi unapolifanya la kutesa wewe mara mbili, la kutesa hapa duniani, ingawa twaweza tukayaona mara nyingine na twaweza tusiyaone mateso yake, lakini Qur'ani yatuthibitishia kwamba mateso mingi tunayoyapata hapa ni yale matumo ya mikono yetu, kama ile aya inatuambia dhahara alfasadu fil barri wal bahr. Ufisadi huu hapa si ufisadi wa kuzini wala kunini. Ufisadi ni uharibifu wa uchumi, uharibifu, hakuna mivua, hakuna mipango, hakuna maisha, hakuna senti, mui mkavu. Kwa nini? Bima kasabat au mimma kasabat aidin nas, kwa yale yaliyotumwa na mikono ya watu. Yale makosa tunayoyafanya huya yakatutesa hapa ulimwenguni, na Mungu atuambia liyudhiqahum ba'd alladhi, ayo atakatu kutuondesha baadhi ya adhabu, kuna na adhabu nyingine ya akhira. Sasa hii ittaqu ma baina aidikum, yani ogopeni mateso ya hapa duniani wakati mkifanya madhambi, wama khalfakum, na mateso ya akhira, kwa sababu yako nyuma yatufuete, na kilioko nyuma kitakusikilia, lakini si sasa kiao. Hii ndiyo maana ya aya, baadhi ya mufasirina wamenena. Kwa hivyo ma baina aidikum ni mateso hapa duniani, wama khalfakum ni mateso ya akhira. Kwa hivyo maana ya takwa itakuwa ni nini hapa? Maana ya takwa ni kuepuka sababu zinaoeta haya mateso, si kumcha Mungu kwa maana ya kumcha Mungu au kuyacha hayo mateso. Tukiacha mateso hayakuna natija. Wakati wewe unapokucha teso, ni lazima ukiepuke kile kitendo kinachosababisha yale mateso. Ndio maana ya takwa. Na mifano nyuma yote miwili Mwenyezi Mungu ametupa. Tumesoma ashabul qarya, kama mwakumbuka, kwenye juzu ya ngapi? Ya pili ya Yasin. Tumeigawanya sisi kwa juzu. Juzu ya pili tumesoma ashabul qarya, watu wa kitongoji walipekewa mitumi miwili, fa'azzazna
bithalithin, wakaingizwa watatu, wakaiza, walifanywa nini? In kanat illa sayhatan wahida, uke mmoja. Hayo ndio mateso ya dunia haya. Tunao mifano ya mitumi mingi. Nabii Allah Nuh, kaumu zake walifanywa nini? Waligharikishwa. Nabii Allah Lut, kaumu zake walifanywa nini? Waligharikishwa, walietewa adhabu. Kwa hivyo tunataka sisi tuepuke zile sababu. Tuangalie Lut, kaumu Lut waliangamizwa wakati walipokuwa wafanya kitendo kichafu ambacho kwamba ndio kilisababisha wao kufanywa nini? Kuangamizwa. Tukiepuke hicho kitendo, ndio tutakuwa sisi ni ittaqu ma baina aidikum, tumekuwa na takwa. Nabii Allah Nuh, kaumu zake waligharikishwa. Kwa nini? Tutafute zile sababu, kwa sababu fulani tuiepuke hiyo sababu, na kadhalika zile adhabu nyingine. Kwa hivyo takwa hapa ina maana ya kukimbia mbali na kuziepuka sababu zinaopekea kuweta gharqa, kuweta adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mara kukaingia moto, mara kukaingia kimbunga, mara kukaya zilzali na mifano ya mara kukaingia ndaa. Kuna sababu, kuna maasiya hayachelewi katika kuteswa kwake, upatilizwa hapa hapa duniani kabisa. Moja hadithi yatuambia, tahadharini sana na uququl walidain, kuwakosea wazazi, kuwaasi wazazi ni katika madhambi ambayo kwamba yametahadharishwa kiasi kikubwa, kwa sababu mateso yake hayangoji akhira. Ulipwa hapa hapa na utalipwa kwa wano. Vile utakavyokumtesa mzee wako ndivyo utakavyokuteswa na zijana zako. Vile utakavyokumtii mzee wako ndivyo utakavyokutiiwa na zijana zako. Zote mbili zina malipo hapa hapa. Zina, kuzini kwenye nyumba ya mtu, kuzini na mke wa mtu, na kusudia hiyo. Hakuna madhambi ambayo kwamba hupatilizwa hapa hapa ulimwenguni kama masala ya mtu kuzini na mke wa mtu, ambayo ni dhambi kubwa sana hili, na halingojewi akhira. Kutunga zijana wa watu ni muhimu sana, kwa sababu leo wewe ukimharibia mustakbal kijana wa mwendani wako na wako mpangie, atakwenda vipi? Na pengine najua sasa hivi kuna maswali mingi yawapita kwenye akili. Sasa utanambia, ikiwa ule mzazi ye ankosea zijana za watu, sasa kwa nini kosa lirudi kwa kuteswa wane yeye? Wana alaka gani na hiyo? Ama wawe wataharibika? Si dharura kwamba mtu akikosea kijana wa mtu na zijana zake watafanywa nini? Watakosewa, kwa maana iwe adhabu itakwenda kwa zijana. La, sisi tuamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mwadilifu, lakini kutakuya mateso hatuwezi kuyakadiria yatakuwa vipi. Mateso ya Mungu yatakurudia vipi? Lakini ni hapa hapa ulimwenguni. Kwa hivyo takwa hapa inavyokusudiwa ni kuepuka zile sababu zinakuletea mateso ya hapa duniani na zile sababu zinaoleta mateso ya akhira. Wa idha qila lahum ittaqu ma baina aydikum wama khalfakum. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, wako baadhi ya wanazuoni wamenena ni kinyume cha tafsiri ya kwanza, yani izungue tu. Ma baina aydikum, mateso ya dunia, wama khalfakum, mateso ya wapi? Ya akhira. Wao wameibadilisha tu, wamenena ma baina aydikum ni ya akhira, wama khalfakum ndio ya dunia, kwa sababu hii ndio uzuri. Mbee ni akhira, nyuma tutokako wapi? Ni duniani. Kwa hivyo ni uzuri tunena mbee ni akhira na nyuma ni wapi? Ni duniani. Kwa hivyo ni ile ile tu, imebadilisha la hapa imelipeka hapa, la pale limerudisha pale. Tafsiri ya tatu, baadhi ya wanazuoni wamenena ma baina aidikum ni madhambi ulioyafanya zamani zilopita. Wama ma baina aidikum astaghfirullah, wama khalfakum, khalfakum ni madhambi mlioyafanya zamani zilopita. Ma baina aidikum ni madhambi ambao yako kwenye project zenu, mashrui zenu, mutayafanya, hamuyayafanya, lakini katika mipango yenu umeshapanga dili kwenda kuzifanya. Kwa hivyo yacheni yote. Ni vipi kuyaacha madhambi ushayafanya? Yale ya nyuma
Utaifasiri vipi takwa kwa madhambi umezokwisha kuyafanya? Wamenena takwa kwa madhambi umezokwisha kuyafanya ina maana ya kuomba toba, yani tubiani, rudini kwa Mwenyezi Mungu na murakibishe au mukarabati kila pale mulipoharibu, kwa sababu madhambi hayatoshi tu kunena astaghfirullah wa atubu ilayhi, yana sharuti. Kuna madhambi ambayo kwamba ni wewe na Mungu, yana sharuti zake. Kuna madhambi badala ya kuwa ni wewe na Mungu umetiana kiumbe kati, umempiga mtu bila sababu. Kwa hivyo toba haitoshi kunena astaghfirullah wa atubu ilayhi, kwa sababu kuna haki ya mtu imeingia kati. Umemjepea mtu haki yake, umemdhulumu, lazima uzirudishe zile dhulma, au utake radhi kwa ule mtu akusamehe. Hiyo ndio maana ya takwa kwa madhambi yaliyofanywa. Ama takwa kwa madhambi ambayo kuna nia ya kuyafanya, ni kuondosha hiyo nia na kuamua kwamba sitoyafanya tena madhambi kama haya. Hii ndio tafsiri ya tatu, ittaqu ma baina aidikum wama khalfakum, madhambi mlioyafanya na ambao muna nia ya kuyafanya. Tafsiri ya nne ambayo ni tafsiri ya mwanachuoni wa kisasa maarufu wa Misri Sayyid Qutbi katika kitabu chake Fi Dhilalil Quran, anena haina haja sisi kuzengea mbele wala nyuma. Hizi lugha za mbele na nyuma kama wanazuoni zimewashawishi akili, kuambiwa itakuma baina aidikum, mbele yenu, wa ma khalfakum, na nyuma yenu. Kwa hivyo wakawa watafuta mbele waweke nini na nyuma waweke nini. Hakuna masala ya mbele wala ya nyuma hapa. Masala hapa kitu ni kimoja tu, kucheni madhambi. Na masala ya mbele na nyuma ni lugha zinazotumika za kuzunguka. Hata nyuma sisi waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Kanena tuliwajengea mbele yao ngome na nyuma yao ngome. Hatozunguka sisi tukazengea mbele wapi, ni huku iko wapi hiyo ngome ya mbele tuizengee, na ya nyuma upande wa kulia na kushoto hakuna ngome tutakimbia kwa huku. La, masala yako hapo. Kukinena kwamba mimi nimemtawali mbele na nyuma, ni maana utawala wako umemzunguka kila upande. Usizenge mbele na nyuma, ni kinaya, ni lugha ya kukuzunguka kila upande. Kwa hivyo Sayyid Qutbi asema kwamba ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum, maana yake ogopeni madhambi ambayo kwamba yatawazunguka kila upande. Nini maana ya kuzungukwa na madhambi? Mwanadamu si mkamili isipokuwa wale waliokamilishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waweza kupata mwanadamu akosa, na nikinena namna hii sishajiishi wala siko katika msimamo wa kutetea watu kukosa, niko katika kuzungumza ile hali ya ubinadamu namna ile ambayo haitakikani iwe hivi. Lakini si rahisi kupata mtu ametetea isipokuwa wale aliowalinda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni kiasi cha ubinadamu wako, ni kuthibitisha mara nyingi ule ubinadamu wako. Lakini ukapata mtu dhambi limemzunguka, hii ni hatari. Maana ya dhambi kukuzunguka, tutukue mfano wa madawa ya kulevya. Waweza mtu katika maisha yake, katika ujana wake alichetea, siku moja akapita mahali watu huvuta bangi na ikaionda, ikawa siku hiyo tu. Akatokea katika ujana wake akapita mahali watu hula miraa na yakaonda dharba moja, ikawa siku hiyo tu. Lakini kuna kipimo cha kuendelea kutumia uraibu aina yoyote, ukafika wakati ukakuzunguka. Maana ya kukuzunguka ni nini? Ukakutawala ule uraibu. Baada ya kukutawala ukawa wewe si rahisi tena kutoka pale, ambao leo hii ndio challenge kubwa inaokabili serikali zote za ulimwengu, inaokabili wanaharakati wote wanaotaka kupambana na drugs. Ni masala ya wale watu ambao wameshakuathirika, imeshawaingia kwenye damu. Wale hubidi wafungwe, hubidi wawekwe siku kadhaa, na anapoikosa ni maradhi kadhaa. Kwa hivyo madhambi yafananishe ni kama drugs, ni kama madawa ya kulevya. Huya ukafika wakati ukatika kulifanya dhambi likasikilia kwenye kipimo likakuvaa kwenye damu yako,
likakuzunguka, likakutukua hisia zako zote na akili yako, mpaka ikabadilika akili yako ikawa sasa yalizengelea zipengee lile dhambi, yazengea namna ya kulitetea na kulihami na kulionesha si dhambi tena, au kwamba mimi mmebidi nifanye namna hili. Hii ndio Said Qutbi anaokusudia kwamba kucheni, jilindeni, musifanye madhambi ambayo kwamba yatawasikilizisha nyinyi kwenye daraja hiyo, yatakuwa yamewazunguka nyinyi, yamewatawali, kwa sababu hicho ni kipimo ambacho haiwezekani tena kwa mwanadamu kutubia na kuliwata dhambi, kwa sababu limezekuwa ni uraibu. Wa idha qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Hii ni rai. Rai ya tano ni rai ya mwanachuoni wa kitafsiri wa kisasa pia, ngawa amekufa si wa kitambo, naye ni al-Allamatu Tabatabai. Katika tafsiri yake Al-Mizan anena ma baina aydikum, yani hii rai yake haina tofauti na rai ya kwanza kiasi kikubwa, yafanana sana. Ma baina aydikum, kucheni maasiya na shirki katika maisha ya dunia. Wa ma khalfakum, kucheni na adhabu ya hiyo shirki na maasiya akhira. Yani yafanana na tafsiri ya kwanza, lakini tafsiri ya kwanza haikueta maasiya. Tafsiri ya kwanza imekwambia kucha adhabu ya hapa ulimwenguni na adhabu ya wapi? Ya akhira. Tabatabai yakwambia kucheni madhambi yenyewe hapa, sio adhabu ya madhambi. Madhambi yenyewe yaogopeni, na muogope adhabu ya madhambi ambayo iko wapi? Akhira. Hizi ni rai tano. Sheikh Makarim Shirazi anena kwamba tafsiri zote hizi hatuwezi kuzikubali kwa sababu moja fupi sana. Kwa sababu ukiisoma hii aya kiasi fulani, ukipulikiza akili yako, utaona aya yazungumza kitu kimoja, haizungumzi zitu ziwili tofauti, yazungumza kitu kimoja. Hiki cha tofautiana kizama tu basi. Wewe wa yeo ni wewe wa kesho, tofauti kuna yeo, kuna na nini na kesho. Kwa hivyo kitu tunachotakikana tukiogope ni kimoya, lakini hiki kimoya mara tukiogopa zama hizi na mara tukiogopa zama zingine. Bas aya imetofautisha zama, ma baina aidikum, yani mbe mustakbal, zama za mbe, wama khalfakum, zama za nyuma. Kitu ni kile kile. Kwa hivyo tafsiri inaojaribu kuweta zitu ziwili, mara ikakwambia huku kuogopa ni maasiya, kule ni kuogopa ni adhabu, mara huku ni adhabu za kugharikishwa, kule ni adhabu za moto. Tafsiri zinaojaribu kutupa zitu ziwili za gongana na uwazi wa hii aya, bali aya yazungumza kitu kimoja. Ni kitu gani? Anena kitafute wewe mwenyewe katika hizo zilizozungumzwa. Angalia chochote kimoja, lakini kiwe ni kipi? Ni kimoja. Akituatia sisi kazi hii ni ngumu, ambao nataka tuwe tuna uwezo wa kuweza kufasiri. Anena ikiwa mtaka mimi niwape tafsiri, nitawapa hini kwamba sisi tuogope mateso. Basi yawe ya yana, yawe ya nini, ni ya kesho, lakini yote ni nini? Ni mateso. Ni kitu kimoja peke yake. Taban rai hii tutakuwa tukimbilia kuunga mkono rai ya ngapi? Ya kwanza, ambao sisi tulikuwa tuogopa mateso. Twayaita mateso, hatutoita kugharikishwa wala kutiwa motoni, yaite mateso, yakiwa ya leo au ya kesho, ya yana au ni ya kesho. Wa idha qila lahum ittaqu ma baina aydikum wama khalfakum la'allakum turhamun, ndio mutapata rahma nyinyi. Wakati mkiwa mtaepuka hizo zitu tulozinena, mtakuwa na takwa, kwa maana hiyo ndio tutapata rehema za Mwenyezi Mungu. Ikiwa hatakuwa hivyo, hatupati rehema. Na madhumuni ya aya kama hii, kuna aya nyingi katika Qur'an ambazo kwamba ziko kama ile walau anna ahla alqura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Lau watu wa zijiji wangelimwamini Mwenyezi Mungu na wakawa wanatakwa, basi milango ya mbingu, milango ya ardhi ingefunguka. Ndio hii, mkimcha Mola wenu au mkicha hizo zilioko mbele yenu na zilioko nyuma yenu, la'allakum
turhamun, mutapata rehma za Mwenyezi Mungu, mutapata baraka za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini hujibuniwa bila shaka hukataa, sababu wanaozungumzwa hapa ni wale mushrikini, wale wapinzani, hupanyongo. Kwa nini haikutajwa hiyo jawabu? Kisha wewe unaotwambia ni kupanyongo, umeiua iye kuwa ni hiyo na haikuzungumzwa hapa? Nikianza na suala la pili, tulifahamu vipi kwamba jawabu yao ilikuwa ni kupanyongo? Ni kwamba hatutaki kuwa na takwa, ni aya itakayokuja, wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Imetaja masala ya i'rab, mu'ridin, kupanyongo. Wao hawataki kujali wanaloambiwa, hawataki kujali. Kwa nini halikutajwa? Halikutajwa kwa kuonesha kwamba ni majauri sana, na majawabu walokiyatoa yalikuwa ni maovu sana, kwa kiasi Qur'ani ilikuwa haistahiki kuyazungumza. Wakati mtume alipokuwa akiwanasihi, akiwaambia kucheni adhabu, angaliani umma uliotangulia umepata nini ulipokanusha mitumi wao, walikuwa ni mapotofu kwa kadiri ya maneno walokiyatoa ya matango na matusi, yalivyokuwa machafu, yalivyokuwa na jur'a ala Allah, kumkosea adabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu aliamua kutoyazungumza katika hii aya, akatosheka na kuyanyamalia kwa kuonesha uovu wa majibu yao, namna walivyokuwa wakimjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mahala pengine ziko istizaat, tarikhi imetuhifadhia. Wengine walikimwambia sisi hatutakuamini wewe, ukitaka tukuamini mpaka upande mbinguni. Tena masala ya kupanda mbinguni yasiwe kama masala ya miraji, yasiwe ni habari utakuya kutupa kwamba mimi nilikuweko Baitul Maqdis kisha nikapanda mbinguni. La, tukuone namna hii yao, kama kutateremshwa ngazi, kutatengezwa lifti, kutatengezwa kitu chochote, tukuone namna hii yao, wapanda mpaka umesikilia mbinguni, kisha tukuone warudi na huku utukuzie kitabu umekitia kapani, watoka nacho kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hizi ndio zilikuwa zile jawabu zao walizokuwa wakimjibu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wa jawabu kama hizi. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, baada ya kutuonesha tu mfano huu mdogo, kwamba wao wakioneshwa aya hizi, ardhi, jua, na wakiambiwa sasa rudini kwa Mungu, hukataa. Si hapo tu, tabia yao, kila kitu. Ukawakusanyia aya zote, si wao watakao upande mbinguni? Hata ukapanda ukirudi, si kwa maana watakubali. Si wao wataka antufajira lahumul anhar, maka ni ardhi kavu yenye chaka, haina mai, haimei mimea. Walimchallenge pia Mtume, wakamwambia tupitishie mito huko kwe raha kwa kama Yaman, kwa twalima twa nini. Hata ukafanya hayo pia sio dalili kwao, kwa sababu hawa wameamua kupinga. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia wama ta'tihim min aya, hawailiwi wao na aya yoyote na miujiza yoyote na dalili yoyote, min ayati rabbihim, miongoni mwa aya za Mola wao na dalili za Mola wao, illa kanu anha mu'ridin, watazikataa. Kwa sababu tukwani mfano wa Mayahudi, wapinzani ndivyo walivyo. Mayahudi Nabii Allah Musa hakusaza la kuwafanyia, alikuwa mkono akiutia hapa akiutoa hungara kama taa, muujiza. Pakawa bado hawayamini ni mtume. Kaya na simbo kaitupa ikawanyoka, bado hawayamini ni mtume. Wakaya na simbo kagonga kwenye jiwe, kukatoka mato ya mai kwa kadiri ya makabila yao, kila kabila likawa na mfereji wake wa kunywa mai, ikawa bado hawayatosheka. Wakawa sasa wataka chakula cha kushuka moja kwa moja kutoka mbinguni wawe hostarehe. Mwenyezi Mungu akawajibu, akawateremshia manni na salwa. Kukawa hakuna kufanywa kazi, hakuna chochote. Wewe ukiamka asubuhi na kishebe chako ndio ukakinga kama asali ile, na nyuni ushika kwa mikono kila. Wakawa sisi tumechoka chakula kimoja, kila siku chakula ni iko fad'u lana rabbaka, nenda kumtuombea kwa Mola wako atupe tena. Wakaanza kuzihesabu minni
min fumiha suyu wa adasiha wa basaliha wa qithaiha, tunataka zitunguu, tomato, zibatali, zitango pepeta, si wakahesabu mboga na nini, tumechoka. Wakaambiwa basi kwa mataka hizi hazima jangwani, hizi mtafuata kanuni za maisha, ihbitu Misra, nendani kwenye mii huko mkalime mkanini, hizo zenda kikanuni. Kimiujiza mimi nimewateremshia nini? Mani na salwa. Utakuta walikwenda naye Nabii Allah Musa mpaka mwisho, wakamwambia lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Walipokuwa wakubaliwa wakamwambia hatutokukuamini sisi mpaka tumuone Mungu, tena tusiomuone ule yao. Hatutaki masala hayo. Maana kuna ile muona hii ule vipita sasa yao. Umemwangalia uzuri, hatutaka tumuone nara Allah jahra. Kwa lugha za kibarazani, yani kinaga ubaga namna hiyo yao. Uwe wazi Mungu namna hiyo, uso kwa uso, tumuone Mungu huyu, hapo ndio tutakufanya nini? Tutakamini. Hapo ndio sasa walikuwa wamesikilia final. Fa akhadhathum sa'iqa, pijwa uke wakafa wote pale. Nabii Allah Musa akiangalia sasa haya ni matari, kwa sababu yeye alikuwa ametoka na wale zigogo za umma, ametaua katika kila kabila wale watukufu wake, ametoka nao enda kuonesha miujiza ili kila atakaokuja akiambia kabila lake sawa kutaaminiwa tu, karibu watu 40. Sasa akaona yeye akirudi kule ataambiwa ametoka nao, umekwenda kuwaua wale, yatazidi kumletea matatizo. Ndio akarudi akamwomba Mwenyezi Mungu kwamba wahuishe hawa, kwa sababu yatakuwa matatizo makubwa kule ndako mimi. Wakarudi wakahuisha. Kwa hivyo utaona sera na nyendo za wapinzani hawana dalili zitawakinaisha, kwa sababu wao washajijengea fikra kwamba ni hivi na haki wanavyoitaka wao ni hivi. Ndio Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, si masala ya takwa tu wakataa, wama ta'tihim min aya, kuna aya yoyote min ayati rabbihim, katika aya za Mola wao, illa kanu anha mu'ridhin, ila walikuwa wao wazipa nyongo, hataki kuzitambua hizo, kwa sababu Mungu hataki kuzengewa. Ndugu zangu Waislamu, kama ninavyowaambia mara nyingi, kwa kadiri ya uwezo wa akili wako wa kufikiri, uwe umesoma hukusoma, kila mmoja unazo dalili za kumtosha. Ule mbedui, kila wakati mimi huwapa mfano, mbedui wa majangwani hayui chochote. Aliulizwa, wewe muamini Mungu? Akanena mimi naamini. Akaulizwa, una dalili gani ya kumwamini Mungu? Akatoa dalili yake haraka maneno yake, akanena al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir wa atharu al-aqdami tadullu ala al-masir fahal sama'un dhatu abrajin wa ardun dhati fijajin ala yadullani ala as-sami' al-basir. Alena mimi kama mbedui wa majangwani, natembea kwenye majangwa, na dalili zambea mato yangu. Nikiwa natembea nikiona choo cha ngamia, nitanena hapa kuna ngamia amepita. Nikiwa natembea kwenye majangwa nikaona nyayo za kutembea, athari sati, nitanena kuna watu wamepita hapa. Kwa hivyo ikiwa hizi zanifahamisha mimi namna hiyo, kwa nini mbingu zenye nyota na ardhi yenye mipasuko kila sampuli hazinitoshi hizi mimi kunidulisha kwamba kuna muumbaji ambao wameziumba? Kwa hivyo dalili ziko kila mahali, na kwa kadiri ya akili yako utazipata ni, lakini uwe na tabia hii, uwe na tabia ya kutaka kujua, uwe na tabia ya kutafuta haki. Ikiwa hutokuwa na hiyo, mtume akarudishwa tena yeo, miujiza yakatolewa tena yeo, mbingu zikapasuka tena yeo, haziwezi kuwa ni dalili kama mfano wa zitu kama hizi. Wa idha qila lahum anfiqu, Mwenyezi Mungu amaliza sehemu hii baada ya kutuonesha kwamba hawa ni watu hawakubali dalili. Aya zote hizo za ardhi na nini na nyota na usiku na mtana zote hazifanyi kazi kwao. Amekuya hakuna pia hapa, uko tu katika kutuletea katika mfano mwingine, lakini ni mfano muhimu sana. Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, wakiambiwa wao toani zile ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amefanya nini, amewaruzuku. Taban hapa mwenye kunena nani, kuna khilafu. Nani mwenye kuwaambia? Wanaoambiwa ni mushrikina, ni hawa wapinzani.
wakiambiwa toani, wengine hunena ni Mungu ndo anaoambia toani, wengine hunena ni waumini wakati wanapowaambia hawa wapinzani ambao wana senti toani mimma razakakumullah, miongoni mwa zile alowaruzuku Mwenyezi Mungu, huwa wakijibu nao, sikizani, hizi hoja ni muhimu sana, kwa sababu haya mambo yaliyoko kwa wapinzani mara nyingi sisi tunaojiita Waislamu huwa chembe chembe tunazo mara nyingine. Qala alladhina kafaru, hunena wale ambao kwamba wamemkufuru Mwenyezi Mungu, lilladhina amanu, kuwajibu hawa waumini ambao wawaambia wao toani, anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama, nyinyi mtaka sisi tuwape hawa mafukara? Sinyi unena kuna Mungu si ataka hawa wasiwe mafukara? Kwa nini hawalishi yeye, kazi yake hutupa sisi? Umeipata? Hii ni jawabu kwa uzuri. Wajaribu kulenga zitu muhimu sana, na majawabu haya yako kwa makafiri mara nyingi, na sisi tunaojiita Waislamu mara nyingine twapata chembe chembe za kujitetea. Ndio nena le dhambi likikuzunguka huya ukaunda falsafa kila sampuli za kulitetea lile dhambi. Tutukue mifano kwenye Qur'ani. Hawa wakati walipokuwa wakiabudu masanamu, wakiambiwa kwa nini maabudu masanamu, walikijibu Mungu si ataka kuabudiwa yeye? Ikiwa yeye ataka kuabudiwa, si atakalo yeye huwa? Sasa kwa nini hili lisiwe? Ndio zile aya utakuta kama suratul Nahli aya ya 35, waqala alladhina ashraku law shaa Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abauna, wakaunena wale washirikina wanaoabudu masanamu, lau Mungu alikuwa ataka sisi tusiabudu masanamu tumwabudu yeye, hatungeliabudu masanamu, wala mababa zetu hawangeabudu masanamu. Katika suratul An'am pia Mwenyezi Mungu atuonesha majawabu haya, sayaqulu alladhina ashraku law shaa Allahu ma ashrakna wala abauna, watanena wale waliomshirikisha Mwenyezi Mungu, lau Mungu alitaka hatungeshirikisha. Si nyinyi hunena atakalo Mungu huwa? Si mandia Waswahili kafu hayungi nuni, yule inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu akitaka jambo ni kuliambia kuwa na likawa. Sasa kafu hayungi nuni ni hili neno la kun, ni mfano muhimu wa Kiswahili. Neno la kun limeundwa na harufu mbili, kafu dhumma na nuni sakna, sio? Sasa kabla wewe waweza kunihisabia watumia nukta moja au nusu ya nukta, sio kuna ngapi tena yagawanywa nukta baina ya kafu na nuni, kuzitanganya hizo kun, kutoka kwenye kafu ukagura kwenye nuni, ni zama gani unazozitumia? Zifupi sana, hata nafikiri sekundi moja ni nyingi sana. Kwa hivyo Waswahili wakwambia neno la Mungu akilitaka kafu hayungi nuni, huwa lishakuwa. Yani wewe ukinena kun ushachelewa, hata kuinena ile kuni yenyewe ni kuchelewesha katika kuwa. Sasa ni vipi? Hizi ni lugha mbovu. Kwanza ni lugha za kukimbia majukumu, kwa sababu ikiwa sisi tufanya madhambi, ikiwa sisi tumshirikisha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atulinde tusiwe washirikina, haimaanishi kwamba sisi hatuna makosa tumtupie mpira nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunene law shaa Allahu ma ashrakna, kwa sababu Mungu atakalo huwa la. Kidogo mutanipa nafasi tuingie kwenye masala ya kielimu na ambayo yatatusaidia katika kutatua matatizo mingi hata yanayozungumzwa barabarani. Kuna zitu wataalamu wa Kiislamu wakiita irada katika sifa ya Mwenyezi Mungu. Hii kutaka Mungu. Mwenyezi Mungu katika kutaka kwake kumegawanywa sampuli mbili na wanazuoni. Kuna irada yaitwa takwinia, kwamba Mungu akitaka jambo kwa irada hii lazima liwe, kwa sababu anapotaka kwa irada hii hutaka kwa maana ya kuingia yeye kati kwa kutumia nguvu zake, na akitia nguvu zake lazima litakuwa. Hii inaitwa irada
takwinia. Kuna irada yaitwa tashri'ia. Irada hii Mungu hutaka jambo, lakini baada ya kulitaka hulitupa kwako mwanadamu, akakuatia uamuzi wa kulifanya na kutolifanya. Niwape mfano kwetu sisi kabla hatuenda kwa Mwenyezi Mungu. Wewe waweza kuwa na mwana. Kuna wakati waweza kumwambia mwana nataka mai, wataka. Ukamwatia yeye uamuzi wa kuinuka, kutunda gilasi, ende mtungini, ayateke akuetee. Umetaka wewe, lakini katika kutaka kwako hukumtilia msaada wowote ule kijana katika kulifanya. Kuna na wakati waweza kumwambia mwana mimi nataka mai, ukainuka, ukamwangata, ukamshika mkono wake, ukamshikisha gilasi, ukamtekesha mai, ukaya nayo, kisha ukanena yamekuu ya mai. Ni mifano ya mbali lakini atuetea. Mungu wakati anaposema mimi nataka mvua inye, hatosheki kunena mvua inye sasa na nyinyi zengeani mpango mara ukaifanya mvua inye. La, hakutupa sisi jukumu hilo. Ni yeye hutadakhal kwa kudra yake na nguvu zake, na pale ndipo ni lazima liwe lile jambo. Haiwezekani kabisa. Lakini Mungu anapotuambia sisi kuweni Waislamu, swalini, fungani, ataka tufunge, lakini si kwa maana ya kututendesha nguvu. Ni kwa maana ametuatia uamuzi na dalili. Kwa dalili ni kwamba wako wanautii na wasotii. Dalili ni kwamba wako Waislamu na kuna nani? Makafiri. Mungu ataka watu wawe Waislamu au hataki? Wote ataka. Wako walio makafiri ama hakuna, bali mingi. Kihisabu makafiri mingi kushinda Waislamu. Sasa tutanena basi Mungu hakutaka, kama alikuwa ataka lazima watu wawe Waislamu? La, umetangamanisha wewe. Mahala pa irada tashri'ia umeweka irada takwinia. Mwenyezi Mungu haingii kutulazimisha. Mwenyezi Mungu ataka Waislamu wote waswali. Nsute uswali? Wako wasosali au hakuna? Wako wasofunga au hakuna? Wako wasohiji au hakuna? Sasa ni maana sasa Mungu itakuwa hawezi? La, aweza, lakini si katika nidhamu zake. Na mingi katika masala yanautupwa kwamba lau Mungu alikuwa ataka yawe hivi, mbona hayakuwa? Wayako katika msuko hunu wa kujitetea, ambao ni msuko wa hawa wapinzani. Mara nyingi wanena lau sha Allahu ma ashrakna wala abauna. Lau Mungu angelitaka sisi hatungekuwa mushrikina, sisi wala mababa zetu pia hawangekuwa mushrikina, kwa sababu wao wakimbilia zitu kama hizi. Hili ni suala la kwanza. Suala la pili ambao kwamba ni muhimu, ni message tuipata sisi hapa wakati ukiambiwa wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Ni mtaka tuwalishe ambao Mungu amataka waliwalisha. Hili ni suala muhimu sana kwetu tulizingatie. Kwa lugha nyingine ni maana hawa wataka kujalia huu ufukara, hili tatizo la ufukara na umaskini, wataka kulijalia tatizo la mbingu, si tatizo la ardhi. Kwa lugha nyingine, huku kujitetea kwao, wataka kujalia kwamba masala ya kuweko maskini na kuweko mafukara ni Mungu, si sisi. Ndio maana ninaponena ni tatizo la mbingu, si tatizo la ardhi. Na ndio falsafa nyingi yao zilizoko katika ulimwengu. Kwa nini ufukara? Kwa nini yao kuwe na mafukara? Challenge kubwa yao katika ulimwengu. Jumuiya kadhaa zimeasisiwa, kila serikali yakabili challenge kama hii. Vipi tutapambana na ufukara? Ndio wale wengine wanena ni auzu tabia, kwamba nature yao imekuwa fukara, haitupi inavyotosha. Kwa sababu gani? Population ya watu yainuka kiasi kikubwa kuliko na mazao ya nature yanayotoa. Ardhi yaweza kutoa gunia 100 za mahindi. Gunia 100 za mahindi zaweza kulisha watu 1000, lakini ukiangalia watu wanavyozaana, huzaana zaidi ya mapato ya tabia. Sasa tatizo la nani? La mbingu. Ndipo kukaya hii masala ya family planning. Lazima watu wapunguze kuzaa, kwa sababu ukuaji wa population haulingani na pato linaopatikana katika nature. Hizi zote ni falsafa zimejengwa
kwenye kulijalia ufukara ni tatizo la mbingu, si tatizo la ardhi. Lakini Uislamu hauamini hivyo kabisa. Uislamu waamini tatizo la ufukara ni tatizo letu sisi wanadamu, na nature, ardhi Mwenyezi Mungu ametupa, iko na uwezo wa kutupa kila tunachokitaka. Tatizo liko wapi? Kwenye kuzigawanya. Hakuna uadilifu. Kwenye kuzipekesha hakuna uadilifu. Yeo jamanini, ndugu zangu Waislamu, tukitaka kuya kwenye masala haya kwa mifano, na natahadharisha nisifahamike makosa kwenye mifano nitakao kuipiga. Siko kwenye kupinga zitu nitakazo kuzipigia mifano, niko kwenye kupinga mbinu zinazotumika katika hii mifano. Tuje kwenye masala ya mpira. Bila shaka mpira ni kitu cha kawaida, lakini nyinyi ziangalieni zile senti zinazotumiwa leo kwenye mpira. Angaliani leo mtezaji anavonunuliwa kwa pesa kiasi kikubwa sana. Zawadi zinazowekwa leo kutuzwa kwenye mitezo, pesa leo, kila dola ina wizara kamili ya mitezo na yatenga sehemu kubwa katika bajeti yake kushughulikia mitezo, katika kipindi ambacho kwamba ndani ya serikali ile ile inaweka wizara ya mitezo na ikatoa pesa kiasi kikubwa kile, kuna ufukara kiasi kikubwa ambao kwamba haushughulikiwi. Siko kwenye kunena tuondosheni mitezo, kwa sababu mitezo na riadha kama nilivyowaambia ni sehemu muhimu katika maisha ya mwanadamu, lakini ziangalieni pesa zinavyotumika. Hiyo nini jamani? Stoshi ndoyo umwangalie mwanadamu anavopigana, uko katika sibaq, uko katika competition ya kila mmoja ataka kuunda silaha ya kuangamiza zaidi, ambao silaha ile moja inaoundwa ikiwa ni kitwa kimoja tu cha nyuklia. Jiulize ni pesa ngapi, ni milioni ngapi za dola zinaotumika kukiunda kitwa kimoja tu cha nyuklia kwa ajili ya kumwangamiza mwanadamu. Pesa zile zilikuwa zaweza kutumika wapi? Ni mifano yapitika mbele ya macho yetu, na nyinyi mwaweza kuwa mamiliki mingine zaidi kunishinda mimi muyayasi. Kisha ulimwengu huu twalia ufukara, na kila ukifungua gazeti, kila ukifungua zombo za habari, waziona pesa zinavotezewa na zinavopekwa kwenye mambo ambayo kwamba ima ya kipuzi au si ya dharura kiasi hiko, au hayahitaji kutumiwa pesa kiasi hiko. Iwe yeo mtu kwa ajili tu ya kuteza mpira aweza kulipwa sijui ni milioni ngapi au ni mabilioni, hata sizielewi hisabu, kwa ajili ya kuteza mpira. Basi kwa wapi zipimo, ndugu zangu Waislamu? Sasa hawa wataka kukimbia jukumu hili, wao wafanye wanalotaka, kisha wakipekwa kwenye masala toani. Bana, sisi si tatizo la kutoa, si tatizo la kugawanya pesa, tatizo ni mbingu, tatizo ni Mungu. Kiwa yeye ameita mafukara na maondoshe yeye na maite senti si atakavapoe wale. Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, wakiambiwa wao toani, tena si zote toani, la, angalia aya iko daqiq, mimma, min, baadhi, kichache katika kile alichowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeo mabenki pesa zimejaa, watu wamezigandisha, pesa zatumiwa kwenye malengo ya kipuzi, kila mmoja hataki kuangalia matatizo ya mwendani wake. Ile mimma tu razaqakumullah, katika tu kile alichowaruzuku Mwenyezi Mungu. Qalu, huwa wakinena kiwa Mungu ataka ataama angeliwapa. Hii ni nukta ya pili tufaidika nayo. Nukta ya mwisho, Mwenyezi Mungu ametumia razaka, ambao riziki katika lugha ni pana zaidi kuliko mali au chakula au kitu kingine. Hakunena toani katika mali, hakunena toani chakula, amenena anfiqu mimma razaqakumullah. Mungu aweza kukuruzuku senti, Mungu aweza kukuruzuku elimu, Mungu aweza kukuruzuku power ya kisiasa,
Mungu aweza kuruzuku kitu chochote ambacho kwamba wewe waweza kukitumia katika kuhudumikia Waislamu, hiko wataka kina sadaka yake chataka kutolewa. Sadaka ya elimu ni kuitoa elimu, sio pia utatumia zipengee kwamba mimi bwana Mungu alitaka niue nimeyua, na nyinyi Mungu akitaka muyue mutayua. Au wale mtu akiambiwa somani bwana, sema bwana ziwate bwana zimeze kupangwa, ikiwa tumejaliwa tutayua, hatukujaliwa hatuyui. Fuata zitu kadhaa, huwa ni lugha hizi. Kwa hivyo ni lazima tupanane. Nidhamu ya ulimwengu, nidhamu ya kujengana, ya kuundana. Unachokipata wewe umpe, ikiwa ni jaha, ikiwa ni uwezo, ikiwa ni elimu Mwenyezi Mungu amekuruzuku, uitoe. Yoyo anfiqu mimma razaqakumullah. Imekuja kwa riziki, haikuja kwa mali peke yake, wala kwa chakula, wala toa nguo. Lakini jawabu yao huwa wakijibu sisi hatuwezi, na in antum illa fi dhalalin mubin. Hii in antum illa fi dhalalin mubin yakubali kuwa ni makafiri huwaambia waumini, na yakubali kuwa ni waumini huwaambia makafiri, kwa sababu ni mazungumzo baina ya grupu mbili. Ima makafiri huambia nyinyi mapumbavu mno basi kumwabudu Mungu ambao huwa hata na ufukara wenu, ikiwa tutaifasiri kutoka kwa makafiri. Ikiwa tutaifasiri kutoka kwa waumini itakuwa in antum illa fi dhalalin mubin, nyinyi wapinzani kwa fikra hiyo mlionayo mko katika upotevu mkubwa, kwa sababu sio nidhamu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizozipanga katika kuendesha maisha ya hapa duniani. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Paka hapa ndugu zangu Waislamu, tutakuwa tumeafikiwa kumaliza sehemu ya 3 yetu, ambao sisi tunanena suratu Yasin tutaigawanya sehemu ngapi? 3. Kwanza tukamzungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pili tukazungumza ashabul qarya, hapa tukazungumza aya zinazodulisha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa tuingia kwenye sehemu ya 4, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima katika darasa litakalokuja. Sasa tuingia kwenye masala ya kiyama na mambo ya kiyama ambayo yaanda wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Haya tutapambana inshallah katika wiki itakayokuja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu. Kupatiwa bila shaka iko wazi, jawabu ni wale wanaostahiki, ambao kuna aya nyingi katika Qur'ani zimezungumzia wale wanaostahiki, ima kupoa ni sadaka, ni zaka, ni nini, ni wale mustahiki, ni fukara wal mahrum. Nafikiri suala lako mimi pia limenipitia. Vipi utamwambia kafiri aswali na yeye hajaamini? Lakini suala ni kwamba kuna khilafu kwa wanazuoni kwamba hizi ahkamu za kisharia zaekezwa kwa makafiri au haziekezi. Yani waweza kumwambia kafiri swali, waweza kumwambia kafiri funga, au mando mwambie silimu. Haya ni masala ya khilafu. Pili, masala ya infaq, ambao ndio suala lako. Haya ni masala ambayo kwamba kila mwenye akili akubaliana nayo kabla ya dini. Leo jamii yoyote, hata jamii ya Kikristo, jamii ya Kiyahudi, jamii ya Kikomunisti, lazima utaipata katika nidhamu zake moja muhimu ni watu kutoa. Yawe yatatolewa kwa nidhamu yoyote, ya mkue zaka kwenye Uislamu, ya mkue khumsi, ya mkue sadaka, kule itakuwa ni mchango ni nini. Lakini hakuna jamii hata moja ambayo haiamini masala ya nini, ya kutoa. Na sifa ya kutoa ni sifa ina alaka kubwa na imani ya mtu. Kwa hivyo yawezekana kutumiwa mfano wa infaq, na wanaohutubiwa ni mushrikin, ni kwa katika mlango kwamba haya ni masala yako wazi ya kijamii, hayataki sharia, kwa sababu jamii yoyote hawa, hata katika jamii za kikafiri hawawezi kutoa, kwa mujibu wa suala lako.